denke an das letzte Lied und die letzte Strophe. Da haben wir gemeinsam gesungen. Ninakumbuka wimbo ya mwisho, Für sein Kind lässt na katika kipande ya mwisho tumeimba pamoja was gut ya kwamba kwa mwana wake anaachaka tu mema ndiyo imufikie na inayoweza kuwa na faida kwake. Kama kwa hiyo tunaweza kusoma ndani ya Wahebrania sura 11 au ndani ya Wakorinto wa pili sura 11 au habari zingine au habari ya wale wanaume watatu waliotupa katika tanuru ya moto na majaribu ya wana wa Mungu na njia ambazo manabii waliweza kupita ndani, na kisha tunakuwa na matamshi haya ya kwamba kwa mwana wake anaachaka tu mema ndiyo imifikie na inaweza kuwa na faida kwake. Watu wa Mungu wanahubiri njia ya wokovu. Ilikuwa ni Paulo na Sila, nao walikuwa wamepigwa wakatupwa ndani ya gereza, na hiyo ndiyo ilikuwa malipo yao, malipo ya watu, kwa sababu walikuwa wamehubiri neno la utukufu la Mungu. Na kisha kuna kuja matamshi haya ya nyimbo hii ya kwamba kwa mwana wake anaachaka tu iliyo mema ndiyo imufikie na inaweza kuwa na faida kwake. Na tazama, damu inamwangika kwenye mgongo wao, na wimbo inasema ya kwamba iliyo njema na inaweza kuwa na faida kwake ndiyo inafikiaka Bwana wa Mungu. Mara nyingi hatuwezi kuelewa njia za Mungu, zinakwaka tofauti sana na mawazo yetu. Haupashwi hata kuanza kupima na kuchunguza njia za Mungu, kwa maana njia zake zinakwaka juu sana kuliko njia zetu, na mawazo yake inakwaka juu sana kuliko mawazo yetu. Lakini ana mawazo ya upendo na ya salama kwa ajili yetu. Niliweza kuwazia hiyo jana jioni na asubuhi hii pia. Ona ni kipaji gani cha neema ambayo Mungu alitupatia, na kwa makazo gani na upendo gani ambao Mungu anatuzungumzia. Hahukumu, hapige kwa nguvu sana, kwa kiwango hakubaki tena kitu fulani, lakini uko juu anaacha upanga wa neno lake ushuke. Mara nyingi anaweza kuumiza kidogo, lakini anafanya hivyo kwa ajili ya kusaidia, naye anatunza, anaponya, anasaidia, anabariki na anaokoa. Nani anayeweza kutamka kwa namna inayostahili huo upendo wa Mungu? Na kisha tunaambiwa katika wimbo huu, usikate tumaini katika wakati wa giza. Mara ngapi tuliweza kukata tumaini? Mara ngapi tuliweza kupigana na sisi wenyewe na hali yetu, na kisha tunashindwa kwenda mbali? Mara ngapi tuliweza kupingana Mungu tukisema, Bwana, kwa sababu gani hii yote? Mara ngapi moja au mwingine aliweza kusema, Bwana, siwezi tena, haiko tena vizuri, nimechoka. Bwana, wakati gani utaweza kutuma msaada? Lakini japokuwa hayo matamshi yote, tunakuwa na uhakika ya kwamba Bwana wetu anatuelewa. Mnajua yale yanaandikwa kuhusu Getsemani? Alianza kukata tumaini na kutetemeka. Kama Mungu angelikuwa libaki katika mwili wake wa roho mbinguni, na kama hangeliweza kuja katika mwili wa nyama ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, sasa hangeliweza kusikia hayo yote. Lakini leo hakuna hali ambayo tunaweza kushikuta ndani ambayo Bwana hawezi kuelewa, ambayo hawezi kusikia. Na ndiyo maana aliweza kugeuka kuwa kuhani mwaminifu ambaye anayeweza kututetea katika madhaifu yetu. Ndani ya Agano la Kale Mungu alikuwa ametangaza hukumu
toka mbinguni, na ndani ya Agano Jipya aliweza kuchukua hukumu hiyo juu yake katikati yetu. Ndiyo, aligeuka kuwa laana kwa ajili yetu, nasi akatupatia baraka yake kwa neema. Ndani ya neno ambalo tumesoma hapa, tunasikia hapa bila kuchoka sauti ya Mungu, na hapa kuna neno inayoitwa sauti, na ilionyeshwa mara nyingi tena ya kwamba kondoo zangu zinasikia sauti yangu. Yohana 10:27. Ndiyo, inaomba kuwa na kondoo ili uweze kujua hiyo. Sana sana wakati usiku unapofika, na kama mtu fulani anafika, kondoo zinatazama na hazijui cha kufanya, na ni wakati sauti inaposikilikana, na hapo sasa yote inakuwa vizuri, lakini sio mbele. Kondoo zinatazama na hazijui kitu cha kufanya, lakini wakati sauti ya mchungaji inaposikilikana, yote inakuwa wazi. Pia hata katikati ya giza, hata kama tunaweza kuzungumzia neno hili, unaweza kuanza hapo kuanzia kuhusu maneno hayo na kuuliza swali. Ndiyo, Bwana anazungumza na kusema, mtu asiyeingia kupitia mlango wa zizi, na kisha baadaye anasema mimi ndiye mlango, kwenye mstari wa 10, kwenye mstari wa 7 Yohana 10. Yeye ni mlango, na mtu asiyeingia kwenye mlango ni mnyang'anyi, ni muuaji, hiyo mwizi. Mstari wa 10 Yohana sura 10. Kuna mmoja wakati anapoingia hapitia kwenye mlango, na mlango ni Yesu. Na kama shetani anaingia kwa kushingiza, hawezi kupitia kwenye Yesu iko, ataingia kwa namna nyingine. Na hapo tunapaswa kuwa macho ili asiweze kudanganya mtu fulani. Mungu anataka ili tuweze kuwa macho, tuombe, tuweze kujua kupambanua ni wakati gani anatuzungumzia, na katika mazungumzo hayo yote, na katika mazungumzo yake yote kutakuwa faraja, kutakuwa kujengwa, na kutakuwa uaminifu, na yale yote tunayohitaji sisi kama vile wana wa Mungu. Nina neno fupi wakati napowazia kuhusu mioyo yetu inajaa shukurani. Na sasa tunaweza kufanya nini zaidi ila kuweza kushukuru Bwana kwa ajili ya yale aliyofanya? Mimi ninakwaka pasipo na mpaka ninapopingana shetani, yeye adui wa nafsi zetu, ambaye mara nyingi tunamuweka makini yetu juu yake, na anatudanganya mara nyingi, anatuongoza pia akitukamatia kwenye pua, na kwa kiwango tunashindwa hata kutumainia Bwana, na kisha hataweza kuchunguza neno lake kama vile na kulisabia kama vile la kweli katika mambo yote. Lakini tunapaswa kuchunga kwenye roho ya kwamba inahusu adui aliyeshindwa. Ndiyo, alikuwa na uwezo, alikuwa hata na uwezo juu ya kifo. Lakini sasa mnajua, imeandikwa ndani ya Waebrania, ni andiko ambayo nisingetaka kuweza kusoma, lakini kwa sababu tuko kwenye maneno haya, tazama yale inaandikwa katika Waebrania sura 2, Waebrania 2 mstari wa 14. Waebrania 2 mstari wa 14. Basi kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki kama wao, hata kwa njia ya kufa apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa, ndiye Shetani, na kuwafungua wale wote waliokuwa maisha yao yote katika hali ya utumwa
Tunaweza kuamini ya kwamba hayo yote yalifanyika hapo Golgota, ya kwamba hiyo ni kazi iliyotimilika. Shetani alishindwa, kifo ilishindwa. Kifo, uwezo wako uko wapi? Kuzimu, ushindi wako ni wapi? Hatuna hitaji ya kujisumbua na hayo, ilishaka fanyika, Bwana aliyafanya, lakini tunapaswa kuamini ya kwamba hayo alifanyika kwa ajili yetu, na kwamba yale ambayo yaliyotayarishwa kwa ajili yetu kwenye msalaba wa Golgota ni yetu. Ndani ya Luka sura 10 kwenye mstari wa 17, wanafunzi wale 17 walikuja, wakakuja kwa Bwana na wakasema kwa furaha kubwa yale yaliyokuwa yamefanyika, na wakasema ndani ya sehemu ya pili ya mstari wa 17 Luka 10, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako, au wanatuheshimu, au wananyenyekea chini yetu. Na mnajua Bwana wetu alijibu nini kwenye mstari wa 18? Akawaambia, Luka 10 mstari wa 18, akawaambia, niliona shetani akianguka kama umeme toka mbinguni. Shetani alishindwa. Kuna andiko 3 zinazozungumza kuhusu kuanguka kwa shetani au kushushwa kwa shetani, na tunajua pia sisi sote ya kwamba kuna andiko nyingi zinazozungumza kuhusu kuja kwa Bwana, na wakati wa kuja kwa kwanza kwa Bwana, na kuja kwa pili kwa Bwana, na kuja kwa pili kwa Bwana. Ya lazima ni kwamba tuweze kuiamini, au tuweze kuamini ya kwamba Mungu ana mpango pamoja na kanisa lake. Tunaweza kusoma haraka haraka, tusome ndani ya Isaya sura 14 mstari wa 12. Isaya 14 mstari wa 12 inazungumuzwa au inaandikwa kuhusu shetani. Isaya 14 mstari wa 12, umeanguka toka mbinguni namna gani, Lucifero mwana wa asubuhi? Umekatwa hata kufika udongo, wewe uliyeangusha mataifa. Hiyo ni andiko ya kwanza. Tumekwisha kusoma ya pili ndani ya Luka sura 10 mstari wa 18, ya kwamba niliona shetani akishusha, akianguka toka mbinguni kama vile umeme, na ya tatu iko katika Ufunuo sura 12, mahali ambapo shetani na jeshi lake wataweza kushushwa na kufukuzwa milele na milele, watoke katika hali ya mbingu. Na inasemeka hapa kwa ajili ya kusoma inayowezekana au kidogo tu kwenye mstari wa 10, Ufunuo sura 12 mstari wa 12. Ufunuo sura 12 mstari wa 10. Nikasikia sauti kubwa katika mbingu ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye ambaye anawashitaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku. Unaweza kusoma pia kwanza kwa mstari wa 7. Shetani aliyekuwa ameshushwa mbele au kwa mwanzo, na tangu bustani ya Edeni angali anaanza alikuwa akiendelea kuleta shida kwenye dunia hii. Yeye kama vile mtawala wa dunia alishindwa na alitawaliwa sasa na shetani, alitawaliwa na Bwana samani na Kristo.
hapa kwenye Luka sura 10:18 ya kwamba niliona shetani kishuka mbinguni kama vile umeme. Tulishaka weza kuishi sisi sote, kuweza kuona na kuishi upepo kubwa na namna umeme inapigaka kwa dakika fulani, inakuwa pale inaonekana na inapotea, na si kwa upole au kwa ukimya, lakini alikuwa amefukuza sasa kama vile umeme akashushwa. Na ndiyo maana Bwana aliweza kusema katika mwendeleo wa mstari 19 Luka sura 10, tazameni ninewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na uwezo wote wa yule adui, wala hapana kitu cha kuwazuru ninyi kabisa. Amina. Shetani anaweza kuleta mashida, anaweza kubomoa yote na kupasua yote na kusambaza yote kama vile katika wakati wa Ayubu, lakini hawezi kugusa nafsi yetu, hawezi kugusa maisha yetu au uzima wetu, kwa sababu tulikuwa tumetayarishwa ili tuweze kuona utukufu wa Mungu. Tuliweza kunyanganywa kwake, anaweza kuleta kasirani yake. Kwenye mstari wa 20 ya Luka sura 10 imeandikwa, mstari wa 20 Luka sura 10, lakini msifurahi kwa sababu hii ya kuwa pepo wachafu wanawatii ninyi, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika mbingu. Amina. Ona ni heri gani kwa ajili ya mtu ambaye anayeweza kufurahia mambo haya mawili. Kwa upande mmoja kwamba jina zetu zimeandikwa mbinguni, na kwa upande mwingine shetani alishindwa na akashushwa, na pia Bwana wetu yeye kama vile uzao wa mwanamke alimvunja kichwa. Ndiyo, yeye nyoka ya zamani. Hiyo ni kweli, hiyo ilifanyika. Sasa tuyaamini kama vile tumekwisha kusema asubuhi hii. Shetani mara yakini, shetani anaweza kuwa na nguvu, lakini Mungu ni mweza yote. Haleluya. Shetani angeliweza kutushika kwa nguvu, lakini Mungu katika nguvu zake za juu alitunyang'anya, akatutosha, akatuongoza katika uhuru ya utukufu ya wana wa Mungu. Amina. Inasemeka kwenye mstari 21 ya Luka sura 10, saa ile ile akafurahi katika Roho Mtakatifu, akasema, ninakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umeficha maneno haya kwa wenye akili, kwa wenye hekima na akili, ukayafunua kwa watoto wachanga. Ndiyo Baba, kwa hivyo imekupendeza wewe. Ndiyo, katika wakati ule akafurahi katika Roho, akafurahi katika Roho, akatamka maneno haya ya damani ya kwamba Baba, Bwana wa mbingu na dunia, ninakusifu, ninakushukuru kwa sababu ulificha siri hii. Ni siri gani? Ni siri gani ambazo alizoficha kwa wenye hekima na akili, lakini ukayafunua kwa watoto wachanga au watoto wadogo? Yanapaswa kuwa yaliweza kufunuliwa kwetu na Mungu, ukombozi wote, na pia ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo, nayo ni ufunuo ambao tunapaswa kupewa wewe na mimi. Wakati wote tungali tunazungumuza swali au kitu fulani, tunapoyazungumuzia kupitia akili yetu, hayo haitembee. Yale iliyo ya kiungu yanapaswa kuhukumiwa kwa namna ya kiroho, yaliyo ya kiroho yanapaswa kueleweka kwa namna ya kiroho. Na ndani ya ufalme wa Mungu haihusu mambo ya dunia,
lakini Mungu na yale aliyoahidi na yale anayofanya. Amina. Tuchukue huo ufunuo wa kiungu ndani ya mioyo yetu. Shetani alihukumiwa. Ninawasomea hiyo ili muweze kuyajua, au ili muweze kujua kwamba imeandikwa, kwa maana hiyo nayo ni sehemu ya utangazaji au ya chanzo ya utangazaji wa Injili. Ndani ya Yohana sura 16 kuna maneno ya ajabu sana. Yohana sura 16 kwanza kwa mstari wa 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es. Ningali nina maneno mengi ya kuambia ninyi, lakini hamuwezi kuyabeba sasa. Mstari 13, lakini wakati anapokuja yule Roho wa kweli, atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli, kwa sababu hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini maneno yote anayosikia atayasema, naye atawatangazia ninyi habari za maneno yatakayokuja. Mstari 14, atanitukuza mimi, kwa sababu atatoa katika yaliyo yangu na kuambia ninyi. Yale nitaka soma ni shahiri mahali kunapoandikwa ya kwamba atafungua macho ya ulimwengu juu ya zambi, kwa sababu hawaamini mimi. Ni mbele ya hayo kwenye mstari wa 10. Munisamehe. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Yohana 16 mstari wa 7. Lakini mimi nawaambia ninyi kweli, ni kwa faida yenu niondoke, kwa sababu kama siondoki, msaidizi hata kuja kwenu, lakini kama nikikwenda, nitamtuma kwenu. Mstari wa 8. Na wakati anapokuja, atahakikisha dunia maneno ya zambi na maneno ya haki na maneno ya hukumu. Mstari wa 9. Kwa maneno ya zambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Hiyo ni basi, ni fupi lakini yenye nguvu sana. Mstari wa 9. Kwa sababu, kwa maneno ya zambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa maneno ya haki, kwa sababu ninakwenda kwa Baba na hamunioni tena. Waroma 5. Tukikuwa tumehesabiwa haki kwa imani, hiyo ni haki ya kiungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na nyuma ya kuhesabiwa haki hiyo, alipanda ndani ya utukufu. Na sasa kuna kuja mstari wa 11. Kwa maneno ya hukumu, kwa sababu mkubwa wa dunia hii amehukumiwa. Ndiyo, tunapaswa kuelewa hiyo. Kama vile Musa alipandisha nyoka ya shaba ndani ya jangwa, Kristo alisulubishwa, na kupitia yeye zambi, shetani ambaye aliye na mamlaka yote, naye anakuwaka akose msimamizi ya mambo yote, lakini shetani alihukumiwa na akashushwa kutoka mbinguni kama vile umeme. Ukombozi ulitimilika, vita ilifanyika. Imesemeka hapa ya kwamba Roho Mtakatifu atatufungua macho juu ya zambi, juu ya hukumu na haki. Kwenye mstari wa 9 inasema kwa maneno ya zambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Unaweza kusoma ndani ya Yohana sura 8. Kama msipoamini kwamba mimi ndiye, mutakufa katika zambi zenu.
Yohana 8:24. Tunapaswa kuamini ya kwamba yeye ndiye niko, naye alikuja ili atowe zambi na kutufanyizia mema. Amina. Lakini inahusu hukumu. Mstari 11, Yohana sura 16. Kwa maneno ya hukumu, kwa sababu mkubwa wa dunia hii amehukumiwa. Ndani ya Injili ya Luka tulisoma ya kwamba sasa hukumu inafanyika ya yule mtawala wa dunia hii. Ndani ya Yohana sura 12:31, na niliona shetani akishuka mbinguni kama vile umeme. Luka 10:18. Tangu hayo yote hakafanyika, na sasa Roho Mtakatifu anafasha kufungua macho yetu juu yetu. Hapa Bwana anasema, Luka sura 10:21, ninakusifu Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu maneno haya uliyaficha kwa wenye akili na wenye elimu, na kisha ukayafunua kwa watoto wachanga. Ndiyo Baba, ninakusifu kwa sababu ndivyo ilivyokupendeza. Amina. Tusome ndani ya Luka sura 10 kwa mstari wa 17, na tutajua ni kitu gani Bwana alikuwa akizungumzia. Alikuwa akizungumza nini? Wapendwa, tunapashwa na tunaweza kuamini kazi ya ukombozi iliyotimilika na kumalizika. Tumekombolewa, deni ililipwa, deni yetu ilisamehewa, ikatoshwa. Amina. Na ili adui asiweze tena kuja na kuandika tena barua ya kutuhukumu, ilikuwa imepasuliwa, na yale yote ambayo anayeweza kuandika haina maana, haina faida, hana tena mamlaka hao haki moja, yote lishaka samehewa. Lakini inaomba Roho aweze kutufunulia ya kwamba tuna kazi ya ukombozi iliyotimilika. Amina. Sehemu ya mstari wa 25 tuna maneno iliyo ya ajabu pale ambayo hatuwezi kuchelewa juu yake. Ningetaka niweze kusoma mstari wa 27, Luka sura 10 mstari wa 27. Naye alijibu akasema, upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama wewe mwenyewe. Katika mahubiri haya ndugu Branham tulisikia ya kwamba tunapaswa kujifungua, tusiweze kuweka tena mipaka ya kuzuiza mahali fulani, lakini tuweze kusema, Bwana, mimi niko hapa, tazama jinsi nilivyo, niongoze kuhusu wakati wangu, yote ambayo niliyo nayo, yote ambayo niliyo. Kuna watu wengi ambao wanaotumikia Mungu na vinywa vyao, lakini si kwa matendo na kwa kweli. Lakini anataka atufanye watu wanaotembea katika njia zake, watu ambao walio kwa upande wake, ambao anaweza kubariki, ambao anaweza kutumikisha. Hapa tunaambiwa ya kwamba tunapaswa kupenda Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa nafsi yetu yote, kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote. Ndiyo, tunapaswa kupenda Mungu pia kwa akili zetu zote. Namna gani tunaweza kupenda Mungu na mawazo au akili yetu yote? Kama tunaweza kama tunaweza kuwa tukiwaza tu katika mipaka ya neno lake. Ndiyo, wakati mawazo yake inapokuwa mawazo yetu. Na ni hivyo sasa, maneno peke yake haitoshi. Kuwa mtawa haikubaliwe mbele ya Mungu, ila tu kama utawa huo unaweza kutoka kwa Mungu, na sio kama tunaweza kuleta sisi wenyewe. Sasa tunapaswa kupenda Mungu kwa nguvu zetu zote na
na akili zetu zote. Nisiweza kusema nini hapa. Upendo wa Mungu haujaanza na hautakuwa na mwisho. Hawezi kupenda leo na kisha kesho ushinde kupenda, kwa maana ndani ya Biblia yangu na ndani ya Biblia yako pia, ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 13 imesemeka ya kwamba upendo hauishi, haukome. Unabii itakoma, ujuzi utakoma, yote itakoma, lakini upendo hautakoma kamwe, kwa maana upendo haujawahi kuanza. Na wakati upendo wa Mungu ulipomimina ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu, sasa tunakuwa na upendo huo, tunauchukua. Amina. Sio tu kwa ajili ya leo, lakini kwa ajili ya milele yote, kwa maana upendo huo uko tangu zamani. Lakini sasa tazama hatua ya pili ambayo sio kuweza kutupendeza mara nyingi. Inasemeka kwa mwisho wa mstari wa 27 Luka sura 10, na jirani yako kama wewe mwenyewe. Haitoshi tu kuweza kusoma, lakini mtazame. Mara nyingi nasomaka, lakini kwa wakati huu msisome, muache pale, msimamie pale, muache kusoma pale. Nani aliye jirani yako kwa namna ya Biblia? Na wasi msiendelee kusomea, msiendelee kusoma, msiangalie chini, lakini muangalie mbele. Mimi nimezeheka, nami nahitaji pia mataratara, lakini hapana. Nani aliye jirani yako kwa namna ya Biblia? Ni swali ngumu. Nani aliye jirani yako kwa namna ya kibiblia? Ndugu, dada, ni ajabu nzuri. Kwa sababu gani? Hapana, lakini ninataka niwasomee sasa nani ambaye aliye jirani yako kwa namna ya Mungu, au gisi Mungu anavyotaka. Kwa maana mtu yule aliulize Bwana wetu Yesu ndani ya mstari wa 29, Luka sura 10 mstari wa 29, naye akitaka kushiweka mwenyewe haki aliambia Yesu, na ni nani jirani yangu, na jirani yangu ni nani? Mstari wa 13, Yesu akajibu akasema, mtu fulani alishuka toka Yerusalema kwenda Yeriko, akaanguka katika mikono ya wanyang'anyi. Mnajua yani inayofuata. Sasa mnajua jirani yako ni nani? Mnamjua? Ni mtu ambaye aliyekutana na shida njiani, mtu aliyeanguka katika mikono ya wanyang'anyi, mtu aliyepigwa mpaka kwenye damu. Mnaweza kusoma, tutaweza kuichunguza hapa karibu. Imeandikwa wazi wazi hapa kwenye mstari wa 13, mtu fulani alishuka toka Yerusalema kwenda Yeriko, akaanguka katika mikono ya wanyang'anyi, nao waliondosha nguo zake, wakampiga, wakakwenda zao, wakimwacha karibu kufa. Ndiyo, mara nyingi hao ndio wazuri. Wamoja wanashambulia na kisha kama vile tumekwisha kusoma hapa, na kisha wanafanya hayo mabaya yote, wanaenda na njia zao zote kama vile hakuna kitu kilifanyika. Na kisha sasa kuhani anapita, anatikisa kichwa, anaangalia juu, anaangalia pembeni kama vile hakuna kitu. Mlawi akapita akasema, akose ningeliweza, lakini sitaki kufanya hivyo, na kisha akaendelea na njia yake. Na kisha Msamaria akakuja, ambaye aliyeweza kukutana na kosa na shida za wanyang'anyi, na ambaye alikuwa akijua hiyo ilikuwa inamaanisha nini, na ambaye ingepasha kuweza kupata naye msaada, naye akakuwa na huruma. Mtu au mwanadamu yeye mwenyewe anapasha kwanza kuwa aliweza kuishi huruma za Mungu, ili mtu yule naye aweze kuonyesha hiyo huruma mbele ya watu wengine, ili hiyo huruma iweze kuonekana kwa ajili ya wengine. Na kama sivyo, tutaweza kujifurahisha na kutikisa kichwa na kusema aliweza kubahatika vibaya, alipigwa kweli,
anajaa damu, yuko karibu kufa katika shimo, lakini siye mimi ambaye nilimfanyizia hivyo, na ninaendelea na sheria yangu. Lakini msikie yale yanayofuata, msikie yale niweza kuwafikia. Mweza kusoma ninyi wenyewe yale yaliyofanyika katika wakati ule. Lakini mstari wa 13 inasema, unadhani ni nani wa hawa watatu aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka katika mikono ya wanyang'anyi? 37 akajibu, yule ambaye aliyehurumia, aliyemhurumia. Yesu akamwambia, kwenda zako ukafanye vile. Amina. Mtu alitaka aokolewe, au alikuwa mganga wa sheria, au ni mganga wa sheria, au mwalimu wa sheria. Mwalimu wa sheria ndiye alikuwa akitaka kuweza kufanya kitu fulani mbele ya Bwana, na habari hiyo iliweza kunigusa mimi mwenyewe, na nawaza ya kwamba ina mengi ya kutuambia. Kupenda Mungu kuliko yote, kwa moyo wote, kwa nafsi yetu yote, kwa akili zetu zote, na yote iliyo ndani yetu, na kupenda jirani yetu kama vile sisi wenyewe. Kama angeliweza kusafiri akiwa katika gari yake nzuri Cadillac toka Yerusalemu mpaka Yeriko bila kitu fulani kumfikia, msaada hangeliweza kuwa ya lazima kwake. Lakini mtu yule alikuwa kwenye njia, alishambuliwa, akapigwa, akanyanganywa, na kisha akapigwa na akaachwa karibu kufa. Na wale watenda mabaya hao waliendelea na njia zao. Kuhani alikuwa ni mtu wa utawa, mtu wa kuonekana kama vile na ogopa Mungu, aliyekuwa akijua kufundisha wengine kuhusu yale ambayo wangepasha kufanya, lakini mafundisho yake ilikuwa haivuke hiyo vibabazi ine ya sunagogi, na alienda na njia zake. Na Biblia inasema hapa ya kwamba pia, kwa mfano, kama kuhani alikuwa akipita kwenye njia hiyo, akamwona akilala kwenye njia yake, akaenda na njia yake. Na hivyo hivyo kwa ajili ya huyo Mulawi aliyefika kwenye eneo hiyo, naye akamwona akapita na njia yake. Wale wawili walipita kwa sababu walikuwa watu watawa waliokuwa wakipata sehemu katika kazi, iwe ndani ya hekalu au ndani ya sinagogi. Walikuwa hawana wakati ya kuweka kwa ajili ya mtu yule aliyekuwa akilala karibu na barabara. Walitaka wahubiri au kuweza kutimiza kazi nzuri ndani ya nyumba ya Bwana. Mstari 27, Luka sura 10. Upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama wewe mwenyewe. Na upendo huo ulionekana kupitia rehema. Amina. Tazama yale ambayo Bwana aliyosema hapa, mstari wa 37, akasema, yule ambaye aliyemhurumia. Yesu akamwambia, kwenda zako ufanye vile. Amina. Nia za Yesu ndiyo nia ambazo haziwezi kudharau wengine, lakini ni nia zinazowasaidia, zinazowasimamisha na zinazowashughulikia. Mtu hakuweza kukutaniwa, lakini aliweza kushughulikiwa. Mafuta na mvinyo ikamwangiwa juu ya vidonda vyake na akatunzwa. Wapendwa, kama tunafikia kwa kiwango ambayo sisi kama vile viungo vya mwili wa Kristo, kama tunaweza kuungana moja kwa mwingine, na kwa kiwango tunaweza kujisikia mahali ambapo mwingine iko, wakati mtu fulani anapoanguka katika mikono ya mnyang'anyi, wakati anaponyang'anywa, wakati anapokutanana na shida, tusiweze kupita na njia yetu na tusiweze kumwangukia na kumshambulia, lakini tuweze kuwa macho ili vidonda vyake viweze kutunzwa na ili aweze kupona. Kuna neno ndani ya nabii Ezekieli kwenye sura 16 linalotimilika kwa ajili ya sisi sote kwenye mstari wa 6.
Hapa imeandikwa Ezekieli sura 16 mstari wa 6. Na wakati nilipopita kwako nikakuona ukiangamia kwa damu yako, nilikwambia hata katika damu yako uwe hai. Ndiyo, nilikwambia hata katika damu yako uwe hai. Amina. Ilikuwa ni nini? Tulikuwa si sote kwa namna hiyo mbele ya macho ya Mungu, kama vile mtu ambaye aliyekuwa ameanguka katika mikono ya wanyang'anyi, na watu wote walikuwa wamepita wakitikisa akose vichwa, lakini kuna mmoja ambaye hakupita, ni Bwana wetu. Amina. Alitupatia rehema yake na neema yake ya kiungu. Alituona tukilala katika damu yetu na akasema uwe hai. Amina. Na kwa neema tuliweza kupokea uzima wa milele. Mungu alitimiza agano jipya pamoja nasi hapo Golgota, na tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba ahadi zote ambazo alizotoa zitatimilika. Jana wakati ndugu Branamu aliposema kwa uhakika na ukweli wa juu sana ya kwamba mimi pia, hata kama niweza kuiandika, ya kwamba sikuweza kuelewa au sikuweza kutenda kwa namna njema sawasawa na maagizo yake. Niweza kuwazia mimi mwenyewe. Hiyo ni kitu fulani kuweza kusikia neno la Bwana, kuweza kusikia sauti ya Bwana. Ni kitu kingine sasa kuweza kuelewa 100% na kuweza kutenda kwa namna hiyo na kuiweka katika matendo na kuitimiza. Na katika wakati ule niliweza kuwa na kuguswa ndani ya moyo wangu. Ninawazia sana sana kuhusu maneno ya mwisho niliyoambiwa na yale yaliyokuwa mbele, na yale yaliyotimilika. Sina hitaji ya kujisumbua, lakini sana sana maneno yanayosema nikusanyishie watu wangu. Wakati ndugu Branham alipoyazungumzia na namna gisi malaika wa Bwana alipoweza kutanana naye kwenye njia yake, na alirudilia akasema, sikukwambia uende Afrika na kisha Uhindi? Na akasema, Bwana, sistahili hata kuwa mtumishi wako. Kama hiyo ikikupendeza, toa roho wako ndani yangu na uiweke ndani ya mtu mwingine, ambaye anaweza kuifanya vizuri. Kuna mtu mmoja ambaye ni mtu ambaye aliyeweza kupokea kutuma kwa kiungu, ndio za kuelewa hiyo. Na anaweza kujiuliza swali kama hiyo, nami nijiuliza swali, Bwana, niliweza kuyafanya? Ndio. Namna gani mpasha kuyafanya? Ni vizuri wakati Bwana anaposema kitu fulani, lakini sasa kuna kuja hiyo usimamizi kubwa ambayo inayoambatanishwa na kutumwa kwa kiungu. Lakini natumaini ya kwamba hayo haijafika bado. Ndiyo, ninatumaini ya kwamba hayo yatafanyika tena, na hayo yatafika tena, na kama hajafika, ningetaka niweze kuona kanisa la Agano Jipya likikusanyika mbele ya uso wa Mungu kama vile kanisa la Agano Jipya ambalo lisilo pigana, lisiloweza kuomba ili waweze kupokea yale yaliyotimilika hapo Golgotha kwa ajili yao, lakini wanaoweza kutambua kwamba ni yetu, ya kwamba tuliyapewa ili sasa tuweze kusimama ndani ya imani kwa ajili ya kusonga mbele. Kama sivyo, ni kusema tutaweza kuomba na tutabembelezea mambo ambayo Mungu alishaka tupatia tangu zamani, na hatutaweza kutambua ya kwamba
tuko nayo tangu zamani. Munikumbuke katika maombi yenu na museme, Bwana, sio kwa sababu ya ndugu yetu tu, lakini kwa sababu ya taifa lako lote zima, kwa sababu ya kazi yako. Chunga mikono yako ya ulinzi juu yetu na usaidie taifa lako ili waweze kusanyika mbele ya uso wako, taifa ambalo ulilofanya agano pamoja nao kupitia zabihu. Na tunajua ya kwamba hapo Golgota zabihu ilitolewa mara moja tu. Tangu sasa hakuna zabihu inayokubaliwa. Kuhani mkubwa angepashwa kutoa kila mwaka zabihu kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya taifa lake, lakini Bwana wetu yeye kama vile kuhani mkubwa wa mambo yatakao kuja aliingia katika mahali patakatifu pa mbingu akiwa na damu yeye mwenyewe, sawa sawa na Ibrania 9:11. Hata tuweze kuelewa hiyo ishakatimilika. Golgota ni uhakika, wokovu, msamaha, salama pamoja na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, na ni yeye na ni mtu ambaye aliye na salama pamoja na Mungu ndiye atakayekuwa na salama pamoja na watu wote. Amina. Nilikuwa mahali fulani na mtu fulani akaniambia ya kwamba mtu anayeleta mabishano na ndugu yake, yeye mwenyewe alishakashindwa. Na ni hivyo kweli, kama mtu amezaliwa na Mungu na kama anachukua ndani mwake uzima mpya, uzima wa Yesu, hapo sasa tabia ya Yesu inapashwa kuonekana. Tuliweza kusikia pia hayo, na ni pamoja na hiyo ninataka kumalizia. Ndugu Branham alisema ya kwamba iwe roho yoyote iliyo ndani mwetu itaweza kuonekana kupitia makazi zetu. Ni kweli, amina. Kama ni roho ya muuaji iliyo ndani yetu, sasa kifo na uwaji utakuwa karibu yetu. Katika mahubiri mengine anasema, kama ningekuwa na roho ya Beethoven au Shakespeare, ningekuwa kama vile Beethoven au Shakespeare. Kama tunaweza kuwa na roho ya Kristo, na hapo sasa tunakuwa na tabia ya Yesu. Na maandiko matakatifu yanasema mtu asiye na roho wa Kristo si wake, si mtu wake. Na tunafika haraka haraka kwa maneno ambayo Bwana hakuje tu yeye kama vile mwokozi tu, kama yeye anayesamehe dhambi tu, lakini anakuja kama vile Bwana ambaye anayeweza kufanya yale anayotaka ndani yetu na kupitia sisi. Amina. Wangapi katikati yetu ambao waliosikia hitaji iliyo mpya wanaposikia mahubiri, hitaji ya kuweza kushitakasia kwa namna mpya na kwa ujao kwa Mungu? Muniache nione mkono wenu. Ndiyo, naamini ya kwamba tuliweza kusikia hiyo sisi sote. Hakuna mtu aliyewekwa pembeni na hitaji hiyo matarajio ya kilindi. O Bwana, acha iwe hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kwa sababu Mungu aliweka hitaji hiyo ndani ya mioyo yetu, naye ataijibu na kuitimiza. Amina. Kwa maana alitoa ahadi ndani ya neno lake, nasi tunayamini. Amina. Amina. Na kwa sababu tunayamini, tunataka sasa tusimame na tusonge mbele si sote, na tuweze kushukuru Mungu wetu kwa ajili ya neno ambalo tuliweza kuwa na heri ya kusikia, kwa ajili ya ujumbe ambao tuliopewa kwa neema. Akose tutaweza kuimba wimbo moja, lakini tuwe na bidii, na sio kwa majivuno au wa kiburi, lakini tuwe na bidii ya kuweza kushukuru Bwana. Yeye ni wa kweli na neno lake ni la kweli. Yeye ni mwaminifu katika matendo yake yote, naye aliahidi ya kwamba hata tuacha na hataweza kutupatisha haya.
So wie ich bin, so muss nasi es tuko hapa, sein. tuimbe kama vile nilivyo, na hivyo inapasha kuwa. Kama vile nilivyo, na hivyo inapasha kuwa, na sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako. Damu yako inaniosha toka zambi zangu zote. Oh, mwana kondoo wa Mungu, ninakuja. Ndiyo, ninakuja. Munyoshe mikono kama vile nilivyo, na hivyo inapasha kuwa, na sio nguvu zangu, lakini wewe peke yako Bwana. Damu yako inaniosha, ninakuwa safi kutoka zambi zote. Oh, mwana kondoo wa Mungu, ninakuja, ninakuja. Haleluya, haleluya. Nimeokolewa kwa damu yake, nimekombolewa kwa damu yake. Haleluya, haleluya. Ona gisi ninafurahi. Haleluya, haleluya. Mokozi ni wangu. Haleluya. Ona gisi ni vema kuwa umeokolewa. Amina. Nimekombolewa kwa damu yake. Ona gisi ninafurahi. Haleluya, haleluya. Mokozi ni wangu. Haleluya. Ona gisi ni vema kuwa umeokolewa. Wapendwa, tumesikia neno la damani, neno takatifu la Mungu, na sio neno la watu, lakini neno la Mungu. Na kwa sababu neno la Mungu ni ndiyo na ni amina, tunayamini. Hata kama adui anaweza kutuzuia, lakini hawezi tena. Yule aliye na nguvu sana alikuja, naye alitukomboa. Sasa Yohana anaandika, yule aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye ndani ya ulimwengu. Yohana kwanza sura 4 mstari wa 4. Tunaamini hiyo? Amina. Na hivyo ndivyo inaandikwa. Mmoja anaweza kuwa na nguvu, lakini mwingine anakuwa mweza yote, na mweza yote anakaa ndani ya mioyo yetu kupitia imani, ili aweze kutetea ndani yetu yale ambayo aliyotimiza kwa ajili yetu, ili kusiwe kitu ambacho kinaweza kupotea. Weekend hii inapashwa kuwa ili kutuweka nguvu ndani ya imani kwa ajili ya muda mrefu tena. Ilikuwa ni nguvu sana, na pia maneno ambayo yaliyosomewa, kama hiyo inaonekana kwamba haiwezekani, hiyo inaweza kuwa haiwezekani kwa Mungu. Hapana, hapana na tena hapana. Yale iliyokuwa haiwezekani kwako na kwangu mpaka leo, kwa sababu wewe na mimi tuliweza kujaribu kuyafanya, sasa tuweze kuyaacha katika mikono ya Mungu na tuweze kuona namna gani anaweza kufanya mambo. Wakati wote tunapojaribu kuyafanya sisi wenyewe, anatuacha tuyafanye, lakini wakati hatuwezi tena, na tunaposema Bwana, wewe yafanye sasa, ninaacha mikono yangu, nisiwezi tena. Mungu sasa anaanza nami, niweza kujaribu, nilijaribu lakini haikutembea. Sasa wewe yafanye, na hapo sasa
Ndiyo, hapo sasa mambo yatafanyika, na hapo tutaweza kushangaa hapo na tutaweza kumpatia yeye utukufu, kwa sababu tunajua ya kwamba ni yeye ndiye aliyefanya, wala sisi. Ndiyo, hapana, tulikuwa patishwa haya, tulipatisha haya, lakini tusiweze tena kupatishwa haya mbele ya Bwana. Sifa na shukrani ziko kwa Mungu wetu. Nawaza ya kwamba hatupashi kuweza kuitwa au kuambiwa kuweza kushukuru Bwana, lakini tunapashwa kushukuru Mungu wetu, tunapashwa kwa Mungu wetu kumupatia utukufu, kwa maana mnaona wakati Bwana wetu alipofurahi katika roho na aliposema, Baba, ninakusifu na kushukuru kwa sababu mambo hayo yaliyoficha kwenye hekima na wenye akili, lakini ukayafunulia kwa watoto wachanga. Na sasa wale watoto wachanga ambao mambo hayo yaliweza kufunuliwa kwao, wanapaswa kusema kwa namna hiyo moja, Baba, tunakushukuru, tunakusifu kwa sababu uliweza kutuyafunulia na uliweza kuyanifunulia, kwa maana yalitimilika. Kunapaswa kuwa sauti, kunapaswa kusikilikana sauti ndani yetu. Na mniamini, Mungu iko karibu sana leo, iko karibu nasi leo. Tunapaswa kusikia uwepo wake. Hamusikie kwa kiwango gani Mungu iko karibu yetu leo? Uwepo wa Mungu uko unadumu, upako wa Roho Mtakatifu uko juu yetu. Hatufanyake masaha marefu za utawa, lakini tunachukua utajiri wa kiungu ndani ya mioyo yetu. Sisi tuko vyombo vya udongo, haihusu sasa chombo, lakini yale inayojaa ndani ya chombo. Inaweza kuwa chombo cha kudharauliwa, lakini yale ambayo iliyo ndani mwake inaweza kuwa ya damani. Sasa ni vema kwayo. Tunaweza kusema pamoja na Paulo ya kwamba tunachukua huo utajiri katika vyombo vya udongo, lakini mnajua vyombo vya udongo vinakwaka vyepesi sana, vinaweza kupasuka haraka haraka. Lakini sasa tutumikiane, tusaidiane, tufanyiane sisi wenyewe, tuzungumziane sisi kwa upole, tuzungumziane kwa upole. Mara nyingi waamini wanakuwa na tabia iliyo mbaya iliyo hapa duniani. Ndiyo, wamoja kwa wengine ni kweli, hatukamatanake kwa namna njema sisi kwa sisi. Na nataka kuambia namna gani mambo yanafanyikaka. Tunajua yale ambayo wengine wangepasha kufanya, au namna gani wangepasha kushikamata mbele yetu, au namna gani wangepasha kufanana na yale ambayo pasha kusema, lakini hatuwazi yake hata siku moja namna gani sisi tungepasha kuwa, au namna sisi tungepasha kuzungumzia wengine, na hatuna hata mawazo ya hayo ya yale ambayo wengine wangepashwa kuwa, au namna gani wangepashwa kufanya mambo. Tuwe sisi sote kama vile Yesu anavyotaka tuwe, na yote itafanyika vizuri. Na hapo sasa anga ya mbingu na huruma ya kiungu itatawala ndani yetu, pamoja na sisi sote na kila mmoja, kila mtu na mwingine. Na hapo huruma ya kiungu, rehema ya kweli, ushirika wa Roho na yale yote ambayo isiyokuwa mahali pengine itakuwa katika kanisa la Mungu aliye hai. Na tunatumaini na tunatarajia ya kwamba hiyo kurudishiwa ambao tuliyoweza kungoja na kusikia tangu zamani, hiyo kurudishiwa iweze kuonekana, iweze kukomaa, iweze kuonekana, na ili wewe na mimi tuweze kuwa mfano unaoonekana wa yale ambayo Mungu anayofanya ndani ya siku zetu, au yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya siku zetu. Ni ili watu wanapouliza Mungu anatenda wapi, au Mungu aliweza kutenda juu ya nani, tuweze kusema wende angalia mtu fulani na dada fulani, wende tazama ndugu fulani na ndugu fulani. Lakini sisi wenyewe tugeuke kuwa pia washuhuda wa Mungu aliye hai, na ili
nguvu zake zinazoleta uzima ziweze kuwa zimetimiza kitu fulani ndani yetu na juu yetu. Hiyo inawezekana kwetu? Hapana, kwetu haiwezekane, lakini kwa Mungu inawezekana. Lakini sio sisi tunaweza kufanya, lakini tunapoamini Mungu, sisi tunashoka kwa upande wa Mungu ili aweze kuyafanya. Lakini kitu moja ni cha kweli, Mungu aliweka ndani mwetu njaa kama hiyo, naye anapaswa kuishibisha hapa karibu. Hatuwezi tena, tuna njaa na kiu ya haki, na sawasawa na ahadi ambayo Bwana aliyotoa tutashibishwa. Weekend hii pia tuliweza kula kwenye meza ya Bwana na tulishiba kwa mema ya utajiri ya nyumba yake. Hiyo ni kweli. Sifa na shukrani kwa Mungu wetu. Sasa munikumbuke katika maombi yenu. Tunaimba tena, oh nampenda, nampenda, mwana kondoo wa damani wa Mungu, ambaye aliyenipenda na aliyekufa kwa ajili yangu kwenye mti wa Kalvari. Na kisha ndugu Rusi ataweza kuja na kuimba pamoja nasi. Tuimbe. Oh nampenda, oh nampenda, mwana kondoo wa Mungu wa damani, ambaye aliyenipenda na aliyekufa kwa ajili yangu kwenye mti wa Kalvari. Oh nampenda, oh nampenda, mwana kondoo wa Mungu wa damani, aliyenipenda na aliyekufa kwa ajili yangu kwenye mti wa Kalvari. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu wa neema, na kwa ajili ya saa hizi za neema, na kwa ajili ya baraka ambayo tuliweza kupokea tena leo kutoka neno lako. O Bwana, tunakushukuru. Ubaki pamoja na kila moja wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya wale wote ambao waliokuja. Acha uweze kubariki wote, o Bwana, na uweze kudumu pamoja nao kwenye njia ya kurudi na katika nyumba zao. O Bwana, uwabariki na uwatumikishe kama vile baraka mahali ambapo walipo, mahali wanapoishi na ambao mahali wanapokaa. Bwana, tupatie sisi sote neema ya kuweza kuungana mkono katika maombi. Sisi sote nipatie mimi na nyumba yangu neema yako. Wale wote ambao walio huko mbali, Bwana, tunakupatia yote Bwana, na tunakuomba utupatie neema yako. O Bwana, sasa wakati tunapotengana, tunataka tujue Bwana kama tuko katika usalama pamoja na wewe Bwana. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako kubwa na neema yako kubwa. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la unabii uliotupatia katika siku za mwisho, na tunakuomba uweze kudumu pamoja nasi na utubariki katika wingi wa neema yako Bwana. Na kama kungali makusanyiko tena ingine Bwana, acha nayo uweze kubarikiwa na uweze kutuzungumzia pia. Maabudu iwe kwa jina lako la utukufu na la ajabu la Yesu. Amina, amina.